Na kubaleghe tutaona inaanzia muda gani na kuendelea. Anasema yajibu siyamu ala saghiri idha balagha, ni wajibu kwa kijana mdogo kufunga pindi tu atakapobaleghe. Ni zipi alama za kubaleghe? Maana unaweza kuwa hujui kabaleghe alafu huna habari, hujui, sababu ni jambo halijulikani kwa haraka, ila lina viashiria, alamati. Alamatul bulughi arbaatun, alama za kijana kubaleghe ziko 4. Kufikia umri wa kuamrishwa au wajibu wa kufunga, kuswali, kufanya ibada zingine ambazo zinawezekana. Alama ya kwanza, bulughu ay tamamu, ni kufikia 15 sanatan, miaka 15. Kijana kifikia miaka 15 anatakiwa aanze kufanya kulazimishwa kufunga. Namba 2, nabatu shari laana, ni kuota kwa nywele za sehemu ya siri. Hiyo alama nyingine. Namba 3, inzalul mani bihtilamin au ghairihi, ni kutokwa na maji ya uzazi kwa kujiotea au kwa njia nyingine au kwa njia nyingineyo isiyokuwa hiyo. Namba 5. Namba 4, antahidha alfatatu au tahmila, akiwa ni mtoto wa kike ni kuanza kuingia kwenye siku zake, au tahmila, au kubeba ujauzito. Ajua tayari ashafanyaje, ashabaleghe. Kabla ya hapo haiwezekani kubeba ujauzito wala kutokwa au kuingia kwenye siku zake, haiwezekani. Sheikh anasema fa idha hasala wahidu min hadhihi al-arba'ati, likipatikanwa moja kati ya haya 4, sio yote, moja kati ya 4 haya, faqad balagha tiflu, kijana sasa takuwa amefikia muda wa kuwajibika. Wa wajaba alayhi saumu, na saumu itakuwa ni wajibu na lazima kwake. Wa salatu, na kuswali pia. Wa ghairuhuma, na ibada zingine min alwajibat, katika mambo ya wajibu. Kaifa kana hadi sahabati fi sawmi auladihim, hivi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao mwongozo wao kuishi kwao na watoto wao ilikuwa namna gani, hasa katika saumu na ibada zingine. Lakini kwa sababu kitabu hichi kimejikita kwenye saumu, ndio maana inatajwa saumu. Kana sahabatu yaamuruna auladahum bisawmi, masahaba walikuwa wakiwaamrisha vijana wao wa kike au wa kiume kufunga. Fa idha qala swabiyu, kijana wa kike au wa kiume kama atasema uridu taama, mama au baba, nataka msosi, nataka kula, kanu yu'tunahu ma yal'abu bihi, walikuwa kimtafutia kitu cha kucheza nacho, hata taghruba shamsu, mpaka jua liweze kutwea. Au kijana unamchukua unatembea naye, unajua muda huu uende kazini na nini, zunguka naye ili mradi aweze kupoteza ile fikra ya kuwaza chakula. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili nasema ahkamul mar'ati fi sawmi, sharia ya mwanamke katika saumu. Min almasail allati yajibu an tata'allama almar'atu jayyida, miongoni mwa mambo ambayo yanalazimika kwa mwanamke kujifunza vizuri zaidi, fi shahr Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Jambo la mwanzo kabisa, atuhuru,
ni kujua ametwaharika wakati gani. Twahara min alhaidhi au nifas, wa min ahamiha ma yali, kutwaharika kutokamana na hedhi au nifasi, na miongoni mwa muhimu katika hayo ni haya yafuatayo: idha tahuratil mar'atu, mwanamke akipata tahara, thumma ra'at kudratan au sufratan, kisha baada ya kupata tahara akaona kunatokea vitu vya rangi ya manjano, baada tuhuri, hapo tayari kashatahirika, kwa sababu siku zake anazifahamu. Mimi siku zangu ni kadhaa, ndio maana ikaitwa ada. Ada maana yake ni kitu ambacho kinajirejea rejea, kimezoeleka, ndio maana ikaitwa ada. Nimeingia kwenye ada yangu, kwenye kawaida yangu, maana yake siku zile hujulikana. Fahal tusalli wa tasumu, siku zake zile zishakatika na kajitwaharisha. Baada ya hapo kukatokea vitu ambavyo vina rangi ya manjano, je, ataswali au atafunga? Assalamu wa rahmatullah. Jibu ni kwamba naam, unjano kudurani kama sufra, manake umeona hapa imekuja kudratan au ikaja au, manake kudratun ni sufratun, sawa. Yani hii kusema au maana yake huitwa kwa jina lingine hivi. Tumeelewana vizuri? Ndio maana unaona siri nyingine ya kujua tafsiri ya hili neno ni hii ya nyuma. Angalia namna ilivyokaa. Herufi ya kwanza dhamm, herufi ya pili sakna, herufi ya tatu fatha, herufi ya mwisho fathatain. Lazima vifanane hivyo. Chukueni hiyo siri, itawasaidia. Lazima vifanane kila kitu, ndio utajua. Ikiwa imekosana, maana yake inakuwa inamaanisha jambo lingine, na haiwezi kuja au, itakuja wa bila kusema au. Tumeelewana vizuri? Naam, ndio ataswali na atafunga. Tuswali wa tasumu, anatakiwa afunge na anatakiwa aswali. Lianna lituhuri alamatan, kwa sababu mwanamke kutwaharika kuna viashiria au kuna alama. Taarifuha nisau, hizo alama wanawake wanazifahamu. Mashaallah. Alamatan barizatan, kuna alama ambazo zinadhihiri, sawa. Kuna alama ambazo zinadhihiri, zinatokea, zinaonekana. Taarifuha nisau, hizo alama hizo wanawake wote wanazifahamu, au asilimia kubwa wanazifahamu. Kwa yule ambaye ndo anaingia jambo hilo bado geni kwake, hawezi kujua, na anapaswa kufundishwa na kuelekezwa na kuambiwa na kuelimishwa. Baada ya muda ikifanya tikirari, anakuwa lishajua alama zangu za kutoharika, au alama za kutoharika ni 1, 2, 3. Ndio maana shaka akasema hapo juu, katika mambo ambayo mwanamke anapaswa kuyajua sana ni haya masala, hapaswi kuzembea. Tusamma alquswatul bayda, inaitwa alquswatul bayda, maji ya weupe. Fa idha ra'atha almar'atu, mwanamke kiyaona tu hayo maji ya weupe, fadhalika alamatu intihai alada, hizo ni alama za kuisha kwa ile ada yake. Wabtidai tuhur, na mwanzo wa tahara. Ndio maana wanawake wa kisahaba radhiallahu anhun walimkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, wanaume bana wamesoma elimu yote, yani kila kitu wamebeba wao, sisi tujalie angalau siku moja sisi tu unatufundisha baadhi ya mambo. Ndio mambo kama haya yanahitaji kuyatambua zaidi.
Bila hivyo mwanamke anaweza kujikuta na swali wakati bado yuko kwenye siku zake, au anaacha kuswali wakati aishatoka kwenye siku zake. Wa fi dhalika, na katika hilo, qalat Ummu Atiyata radhiyallahu anha, katika hii nyanja akazungumza mmoja katika wanawake wa kiswahaba naitwa Mama Atiya, kunna la naudu alqudrata wasufrata, tulikuwa hatuhesabu sawa alqudrata, ule unjano maji yanayotoka njano baada tuhuri, baada ya kutwaharika, shaia, tulikuwa hatuhesabu kama ni lolote wala chochote katika vitu vya kutuzuia sisi kuswali baada ile zile siku kukamilika. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namba 2, idha tahuratil mar'atu athnaa nahari ramadhana, mwanamke akipata tahara katikati ya mchana wa Ramadhan, alaiha al-imsaku, yampasa kufanyaje? Kujizuia, fi baqiyati yaumiha, ule muda uliobakia. Kwa nini afanye hivyo? Ihtirama, kwa kuheshimu liwaktin, muda uliobakia sawa, au muda ambao ni wa Ramadhani au siku ya Ramadhani. Wataqdil ayyama allati, lakini siku hiyo ataifanyaje? Atailipa au atachanganya ni katika yale masiku ya kulipa, allati ambayo aftaratha, aliyokula, na huwa ni machache sio mengi. Lakini cha ajabu, kuna baadhi ya wadada wa mama mabinti anaweza kukaa siku zake zile chache hazilipi mpaka imekaribia Ramadhani, kesho kutu eti ndo anashtuka. Hadha yutabaru min qillati al-imani wal khawf, ufupi na uchache na udhaifu wa imani na hofu kwa Allah. Yani miezi mingapi yoyote iliyopita, siku 4 5 mpaka kuendelea, wewe unatulia tu, una habari. Tumbo jamaa huwa hadiridhiki kusema eti tutakula kesho, useme jana nimepiga biliani ya kutosha, leo sina mpango wa kula. Haiwezekani. Kujitahidi tu ufunge, kwa sababu kula hakuishi, na ladha ya chakula kila kuchake inazidi kuongezeka. Maana watu wanasoma namna ya kupika, maana yake ni kuongeza ladha ya vyakula, sio? Allati aftaratha bil haidhi, ambazo alikula ndani ya Ramadhani kwa sababu ya kuwa na nini? Kuwa kwenye siku zake. Namba 3, idha ra'ati tuhra, mwanamke atakapoona zile alama za kutaharika kabla alfajiri, kabla ya swala ya alfajiri, yalzamuha swaumu, inamlazimu kufunga siku hiyo. Kaziona zile alama za nini? Za tahara kabla ya swala gani? Ya alfajiri. Tunaelewana vizuri? Ni lazima yeye kufunga siku hiyo, wala amani, hakuna kizuizi. Min taakhiriha, kutokana na kucheleweshwa kwake, alghusla, kuoga. Atatia nia, atajiandaa kwa ajili ya kama ni kula chochote na nini, lakini kama ni kukoga akachelewesha, hakuna shida, kama ilivyo kwenye nini? Kwenye janaba. Na baadhi ya watu miaka ya nyuma huko, elimu ilikuwa bado ndogo sana, marufuku ikisifika ule muda wa nini hujaoga. Na imani waliopita huko nyuma ilikuwa inaonekana kabisa hujafunga. Kwa nini? Imefika muda wa kujizuia, we bado na janaba, saumu huna bana, miaka ya nyuma yani. Lakini sio kweli. Saumu yako ipo, ili mradi umefanya maandalizi, wewe utajiandaa tu, utaoga, utanini, basi hamna shida. Lakini na wewe kwa nini usubiri mpaka muda huo? Yani shida nini? Unajua vitu vingine navyo unaweza kujiuliza, yani masabab alfajiri wewe uswali au ila ikitokea saumu yako iko pale pale, lazima tuelewane vizuri. Lakini isiwe amdan, yani wewe maksudi, yani anaonekana hata wewe careless, hujielewi, hujitambui,
huna ile hamu ya kuswali kwa wakati wa haka. Kwa hiyo wala amani ya min taakhiri, hakuna kizuizi yeye kuchelewa alghusla, kunini kukoga, ila baadi tulu'i alfajiri, mpaka kuchomoza wakati wa nini alfajr sadiq. Walakin laisa alaiha taakhiruhu ila tulu'i shamsi, lakini haipaswi yeye kujichelewesha mpaka jua kufanyaje kuchomoza, bimaana mpaka ule muda wa alfajiri kuondoka, ndio kinakusudiwa hapa. Bali yajibu alaiha an taktasila wa tusalli qabla tulu'i shams, bali ni wajibu kwake mwanamke huyu, na hapa naingia na mwanamume wakati akiwa labda na janaba, sawa sawa, anatakiwa aoge kabla ya jua kuchomoza ili aweze kuswali na kudiriki muda wa alfajiri. Wa hakadha aljunubu, vile vile janaba kama nilivyosema hapo mwanzo. Ma hukmu dhawqi taami fi nahari ramadhana wal mar'atu sa'imatun, hivi ni ipi hukumu ya kuonja? Dhauku, tukisema kuonja sio kuingiza kile kitu au chakula au mchuzi ndani ya kinywa na kwenda tumboni, la, ni kutest. Kinachotesti onja ni ulimi, kinachoonja nini? Ulimi. Kwa mtu asija akajisahau akapakia mdomoni, toa ulimi nje, weka kwenye ulimi, baada ya hapo natema, sababu ulimi ndio connection ina, Allahu akbar, inapeleka mawasiliano ya chumvi na uzuri wa kitu na ubaya wa kitu. Hebu cheki hiyo speed ilivyo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sisi tunasema umeme una speed sana, ile gari ina speed ni balaa. Akili ya mwanadamu ina speed kuliko chochote. Ukiwa mbele ya watu wengi unaweza ukachambua, ukabagua, ukabaini sauti ya mtu wako wa karibu akipiga kelele ndani ya watu wengi. Watu wote wanapiga kelele mayoe na nini, lakini sauti ya mtu wako wa karibu, ima mwanao, ndugu yako, baba yako, wa hakadha, utajua hii sauti mbona kama mwanangu hii, katika sauti ya watu wengi. Angalia hiyo spidi ya masikio, yamepokea, yamepeleka taarifa mpaka kwenye ubongo wa mbele, ubongo wa katikati na ubongo wa mwisho. Ubongo umegawanyika makundi matatu Nafikiri sote tunajua hilo. Kuna ubongo wa mbele hapa kwenye mpomo tunaita, alafu kuna katikati ya utosi, alafu kuna kichogo, kwenye kichogo. Ubongo wa huku mwisho ndo unahifadhi taarifa zote toku umepata akili mpaka utazeeka, mafaili yote ya kuku. Ubongo wa katikati unachekecha sauti cha hivi inatafuta mafaili cha, alafu inatupa kule. Sasa faili ila Abdallah, huyu ni Abdallah huyu. Angalia hiyo spidi hiyo, sio kama kompyuta inaanza kudownload na kuload nani, wala simu, la, papo hapa tayari ushamaliza kila kitu. Sasa ndo kama ulimi, chakula kina chumvi nyingi, ukiweka mapishi gani haya bana, mke wangu inakuaje? Kwa wale tusiokuwa na subra ushabadilika. Yani uvinza yote umeweka kwenye chungu. Au ulikuwa na mpango nsile leo, umeamua kuniharibia mboga yangu nzuri nimeinuna na hamnayo hii. Kile kama sasa, mama watoto, hebu njoo kidogo, naona leo ulijisahau kidogo, ukaweka mzigo wa kutosha huko, naomba angalau ongeze maji kidogo. Bas bilati hiya ahsan, kwa njia nzuri na mambo yanaenda. Usipaniki sana, utachafua ndoa yako. Allah tufanyie wepesi katika hilo, Allahumma amin. Mbona muitiki? Amin. Dua nzito sana hiyo, kama uitaki mzee itakuletea shida. Haya, twende zetu. Kwa hiyo mwanamke anaruhusiwa kutesti, kuonja, kuweka mchuzi wa chakula anachopika kwenye ulimi, baadaye anatema. Inaruhusiwa, anatema pakisha onde chumvi iko sawa, anatema, inaruhusiwa. Mwanamke. Swali, mwanaume je? Na mwanaume inaruhusiwa kama ni mpishi, kama
Maana kuna wakati mwingine unaamua leo naingia mtamboni, mke wangu wewe tuliyafanya mengine, mtamboni wangu leo. Mimi najua mko vizuri kwa kupika, wanaume tuko fiti. Asumani upo? Huyu dogo siamini kama najua kupika. Labda ugali. Mashaallah. Allah tujalie tu hivyo. Kwa sababu kuna kubadilishana, unaamua leo nataka nipike mtambo wa kutosha mke wangu afurahi, unampikia. Bashir, hapo upo? Unampikia sasa, mke wangu leo nakupikia biliani, unamwandalia biliani, nipe pointi sasa hapo. Unamuuliza, ndio mambo yanavyotakiwa kwenye ndoa, maskhara yapatikane. Si unakaa umenuna kama jiwe. Maskhara yapatikane, ndio alivyokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wewe ni kununa tu, haipendezi. Fanya maskhara kidogo, inavutia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akicheza na wake zake, kucheza hasa. Lazima mboreshe ndoa, ndio maisha yalivyo ya Kiislamu yanavyotufunza. Unakuwa ni mtu enjoyable, yani watu wana enjoy wewe kuwepo nyumbani. Si ukiwa nyumbani watoto hawana raha, mke hana raha. Ayu baba nanta. Wewe ni baba gani? Wewe ni baba gani? Yaani unatakiwa kama upo nyumbani familia ikukumbuke. Nimemkumbuka baba. Na mkaanza, nimemkumbuka mume wangu. Hivyo na wewe ukiwa huku namkumbuka mke. Wallahi kuna baadhi ya watu wanaume akienda kazini hana mpango hata wa kupiga simu nyumbani mpaka jioni. Ya baba malaka, ya baba ayu baba anta. Hapana, hiyo haipendezi hata kidogo. Piga simu, unaenda kazini, salamu alaykum. Salam. Vipi mke wangu? Umetoka kama nusu saa tu. Piga simu Sheikh. Vipi, mko vizuri? Tuko sawa. Saa 6 piga simu. Mnaendeleaje, mko vizuri? Nimewakumbuka kweli. Unatengeneza ndoa yako jamani. Kuna baadhi ya watu pia, unajua lazima tuambizane kwa sababu ndio Uislamu. Hii ni kwa ajili ya, yani mimi naweza kuwa nakwambia wewe, kumbe mimi najikusudia mwenyewe. Naiambia nafsi yangu. Sawa? Kwa hiyo ndio maana ya kukumbushana. Kuna baadhi ya watu, wanaume kwa wanawake, neno kumwambia mke wake nakupenda, toka ndoa ilivyokuwa na wiki ngapi, miezi 2 mitatu, mpaka mka, yani subhanallah, wallahi ni aibu. Tujitahidi angalau kwa siku mwambie mke wako mara 3 kuanzia leo. Tunatoa zile message nzuri za kuwaburudisha. Mke wangu nakupenda, wallahi wewe ni kama asali kwangu. Tuma message. Kuna kitimtimu wake kinapatikana, yani kama hivi tukisema kila mtu simu yake atume kwa mke wake. Mke wangu nakupenda, mke wangu I love you. Hapa uone majibu ya ulikuwa unamtumia nani? Au umesahau namba? Hiyo ni aibu. Yaani unatakiwa ukituma na yeye ajibu hapo hapo, mimi pia nakupenda hivyo. Na hapo ndo utajua kweli huyu mtu ana kanuni ya kusema maneno hayo au hapana. Jamani, tujitahidini sana kuanzia leo. Yaani tujifundishe kuwa hivyo. Tujifundishe. Angalau unatuma ka message, nimekumisi sana mke wangu, asalamu alaykum, unaendeleaje, nakupenda sana. Ukizoea hivyo na ataanza kukutumia hivyo, mnatumiana, wallahi ni raha, inapendeza. Kurenew ndoa ndio hivyo, kila siku mtaonana wapya. Allah tufanyie wepesi, Allah tufanyie wepesi. Amin, amin. Subiri tusikie mawazo ya watu. Naam, tunapata vingi hapa. Mimi binafsi naona kwamba kuna changamoto ya, yani nyinyi mashehe zetu. Yani hakuna tena darasa za ndoa.
Sisi mashehe atufundishe, si ndio? Hii hapa nafundisha jamaa. Na sisi hapa wasomaji Naam, tumeghafilika na hilo, katika maana hatusemi katika maana ya kuwakumbusha mashehe zetu bwana. naam, Kitabu fulani bwana, angalau hata siku moja kwa wiki tu tunapata kidogo. naam, Unajua, yani kama hivi tunaposoma na ndoa pia lazima isome hivi kabisa, vionjo kama shekhe anavyogusia, kwani ni darasa kabisa. sahihi. Kwa hiyo inawezekana kwamba hapa kweli katika wote hapa tukatuma hiyo message, majibu yakaja Ulikuwa unamtumia nani? yani itakuwa ni balaa sana. Utaniambia leo ulikuwa unamtumia nani? Eti kwani kuna nini? Imekuwaje? Allahu Akbar. Kuna nini yani? Kweli shehe. Sasa ya, unaona kila kitu huwa kinakuja kwa hekima zake. Huenda kuyasema haya imekuwa ni ufunguo wa jambo fulani, hakuna shida, tutayaweka hayo, tuombeane uzima, tuna afya. Wallahi ni jambo la msingi sana. Baada wao unanitania eti kuna nini au umesahau? Mimi na teacher tumesema tutumi. Allahu Akbar. Tena wazendo wanatakiwa wawe na hilo swala, wawe nalo. Sasa anaweza kaja majibu mabaya. Allahu Akbar. Sasa tuanze kujizoezesha na kuwazoezesha wake zetu mpaka hili jambo liwe la kawaida. Maana ifika wakati mpaka watu wasikia mambo, kumwambia mke wangu I love you, mambo ya wazungu. Kumbe maskini tumeshindwa kujua haya mambo. Uislamu natufundisha 1 mpaka 100 wallahi. Ndio kama yule al-Arab aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anambusu mtoto, akashangaa, hivi nyie kumbe mnabusubusu watoto, inakuaje mambo haya? Sema na watoto 10 sijawahi kumbusu hata mmoja. Maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawa ni mazito. Alisemaje? Man la yarham la yurham. Wewe kumbusu mtoto ni alama ya kuwa unamhurumia na inajenga upendo. Usishangae hilo jambo, hata si hapa hatuna. Kama unalo fabia wanima, wallahi jambo zuri sana. Ndio yale Sheikh Yasini Allah muhifadhi huwa anapenda kuizungumza, kumpa mkono mke. Kila mtu awaze, yani ni mara ya mwisho ni lini? Unasalimia, unampa mkono mke na unaubusu. Sumana kama tunakosea tunakosa vitu hivyo ndio vinatengeneza. Sasa kama mtu katuma message kuna nini? Si mtihani huo. Allah tufanyie wepesi. Haya, twende zetu, muda wetu naona umetaradad. Tunaenda paka chini hapo. Wa hakadha aljunub. Naam. Ma hukmu dhawqi tuami fi nahari Ramadhana wal mar'atu saima? Mwanamke ndo mpishi. Tukasema mwanamume pia ataingia atakapokuwa ndiye mpishi. Dhawqu tuami la ba'sa bihi idha da'at alhajatu ilayhi. Kionja chakula sio kwa kumeza, bali kwa kutia kwenye ulimi, ilo jambo halina tatizo. Awe ni mwanamke ndo mpishi au mwanaume, la ba'sa, hakuna shida. Shida la ba'sa. Kaifa haluka? La ba'sa. Vipi hali yako? Hakuna shida. Naam. Nafikiri inshallah kwa leo tutakomea hapo. Allah tufanyie wepesi, hiyo siku ya kesho tuweze kuendelea kitabu chetu. Nafikiri kesho kinaweza kikaisha hichi, na Allah tufanyie wepesi kipate kuisha, ili tutazame mengine kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khair.